Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka kwa top defender, mchezaji ambaye anajua kuzuia na kuanzisha mashambulizi pindi timu yake inapokuwa inashambulia, na pindi timu yake inapokuwa inazuia, basi moja kwa moja anawahi kuzuia. Hapa tukienda kumwangalia mchezaji mkongwe kabisa wa kutokea nchini Tanzania, Mohamed Hussein Shabalala, ambaye kwa upande mwingine watu wengi wanaweza kumpa jina la Zimbwe Junior, akiwa ni mchezaji ambaye anacheza katika klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa kuna taarifa nyingi ambazo zimeweza kuibuka kwa sasa kwa mchezaji huyu ambaye kwa sasa anacheza Young Africans, kuhusiana na mchezaji huyo kutaka kuondoka ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Hii ni mara baada ya mchezaji huyo kujiunga msimu wa mwaka 2025 2026 akitokea kwa wapinzani wa klabu ya soka ya Yanga ambao ni Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona kwa sasa mchezaji huyu amekuwa haonekani uwanjani. Sasa maswali yamekuwa ni mengi kwa watu wengi na stories zimekuwa ni nyingi kwamba nyota huyu anataka kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Sasa ni nini ambacho kipo nyuma ya pazia? Tumeweza kuchunguza kile ambacho kimeweza kutokea. Kumbukwe Mohamed Hussein Shabalala ni mchezaji ambaye aliweza kufanya mambo makubwa akiwa na klabu ya soka ya Simba. Kwanza kumbukwe ameitumikia Simba zaidi ya miaka 13 mpaka 15 huko. Na ni mchezaji ambaye ameondoka pale kama legendary, lakini kuondoka kwake wana Msimbazi wengi hawakufurahishwa kwa sababu kiwango ambacho alikuwa anakionyesha, basi watu wengi walitamani kumuona mchezaji huyo akiendelea kusalia katika viunga vya Kariakoo maeneo ya Msimbazi, lakini Simba ndio hivyo wakampa go ahead na kuamua kujiunga na wapinzani wao ambao ni Yanga Sports Club. Watu wengi walitamani kuona mchezaji huyo akibakia Simba kama legendary. Sasa kwenda kwake Yanga, tunaona Yanga walimtambulisha wakimsajili, na watu wengi walitarajia kwamba ataenda kushine na kupata nafasi katika kikosi cha kwanza kama ilivyokuwa, lakini kwa sasa tunaona Shadrack Isaka Boka amekuwa akicheza, lakini Mohamed Hussein hapo anakuwa anapata nafasi ya kucheza ini kutokana na uzoefu wake wa kucheza michuano mingi ya kimataifa. Kwa sasa nyota huyu tunaona hachezi ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ikiwa ameitumikia klabu hiyo msimu mmoja pekee na bado haujamalizika. Kwa hiyo watu wengi wanajiuliza, je, nyota huyo nini kimemkuta? Na stories zikiwa nyingi kwamba anahusishwa kutaka kurejea ndani ya Simba Sports Club. Sasa ukweli uliopo ni kwamba watu wameweza kwenda viral zaidi na kusema kwamba nyota huyu anaidai klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ndio maana ameweza kuweka mgomo baridi mpaka pale ambapo atakamishiwa sign fee yake, yani fedha yake ya usajili, ndipo ambapo ataamua tena kurudi uwanjani kuichezea Young Africans, kwa sababu kiangalia amekaa nje kwa kipindi cha muda mrefu. Sasa kupitia meneja wa mchezaji huyu ambaye anamsimamia, ameweza kwenda na kujibu maswali ya kwa nini Mohamed Zimbwe Junior JR hachezi kwa sasa. Ameweza kusema kwamba wao hawaidai klabu ya soka ya Yanga Sports Club kitu chochote kile. Nyota huyo kinachomweka nje kwa sasa ni majeraha, lakini atarejea uwanjani siku za hivi karibuni. Ikumbukwe Mohamed Hussein Shabalala kipaumbele chake ni hela na anapambana ili kuweza kupata mpunga. Kwa hiyo meneja yake ameweza kuthibitisha kwamba hawaidai Young Africans kama ambavyo watu wengi wanaripoti, lakini nyota huyo Mohamed Hussein Junior ameweza kufunguka kwamba ana furaha licha kusikia stories za kuhusisha kutaka kurudi katika klabu ya soka Simba. Watu wengi wakisema kwamba anataka kuondoka kwa sababu hana furaha ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Basi ameweza kufunguka kwamba ana furaha hapo ndani ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Kilichopo tu ni msimu kumalizika, lolote linaweza kutokea, kwa maana kwamba anaweza kuamua kuendelea kusalia Young Africans kwa sababu alisaini kandarasi ya mwaka mmoja yenye kipengele cha kuongeza mkataba. Lakini watu wengi ama mashabiki wa Simba kwa sasa wana furaha sana na Tubabage kile ambacho anakionyesha sambamba na Anthony Mligo. Kwa hiyo pengo la Shabalala kwa sasa halionekani. Kwa hiyo huenda Shabalala kama akiterminate ama akivunja mkataba wake na klabu ya soka Yanga ikawa ngumu kurudi Simba, akaamua kuenda kutafuta maisha sehemu nyingine, aidha ndani ya mipaka ya Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini ukweli ndio huo, Mohamed adai chochote kwa mujibu wa meneja anayemsimamia nyota huyu. Hebu anatuambia neno la comment kwa upande wako kwa kile ambacho kinaendelea kwa Mohamed Hussein. Je, anao nafasi tena ya kurudi Simba ama unamuona akitiwa katika eneo gani?